Karibu Koplo Media popote pale ulipo. Langu jina ni Joel Edward. Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, basi ni kuombe subscribe ili usikose taarifa za kitaifa pamoja na kimataifa. Katika siku za hivi karibuni, taifa la Tanzania limekumbwa na taharuki kubwa kufuatia kusambaa kwa uvumi unaodai kuwepo kwa kile kinachoitwa wizi wa nyeti. Uvumi huu ulianza kusambaa katika maeneo mbalimbali ukidai kuwa mtu anaweza kupoteza sehemu zake za siri baada ya kushikwa bega au kuguswa na mtu mwingine, jambo lililoweza kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kadri taarifa hizi zinavyoendelea kuenea, baadhi ya wananchi walianza kujichukulia sheria mkononi, wakiwashambulia watu waliokuwa wakituhumiwa kuhusika na matukio hayo hata bila ushahidi wowote. Matukio hayo yaliyoripotiwa zaidi katika mikoa ya Songwe, Mbeya, Rukwa, Shinyanga pamoja na Geita, ambapo hali ya taharuki iliongezeka kwa kasi. Sasa nimeshuhudia hapo, kwa mfano soko la jioni hapo, kuna mtu ambaye alimshika mtu, baada ya kumshika akajikuta sehemu zake za siri hazipo. Alisema kwamba alijikuta tu mwili wake unakufa ganzi na maombe yake kama yanarudi. Kwa baada ya kukuta na hicho kitu, kumkamata yule jamaa, kumwambia amrudishie, akamrudishia, lakini alimrudishia ni kale kadogo yule. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya ndani, jeshi la polisi linashikilia zaidi ya watu 100 kote nchini ambao tayari wamekamatwa wakihusishwa na kusambaza taarifa za uongo pamoja na kuchochea vurugu. Baadhi yao tayari wameweza kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa vifungo vya miezi kati ya 5 hadi 6 jela, huku wengine wakiendelea kushikiliwa wakisubiri hatua zaidi za kisheria. Mtu akampiga mpaka wakamchoma moto, lakini cha kushukuru polisi waliwahi kufika. Kwa jinsi ninavyosikia tunaambiwa tu tunavaa hivi ndio tunaweza tukawa salama, maana tumeambiwa hii ndio kinga, vitu vinapotea, mazaga zinapotea, maana watu wengi tunawaona wanapigwa wanakufa, ila tujoi shuhudia mtu tukimuona zaga zimepotea. Kwa lazima tujikinge jamani. Hali ndo kama hivi mnavyoona, naona mmeona kabisa polisi zinapandisha zinashuka, zinapandisha zinashuka, watu wanakufa, watu wanachomwa. Sio uongo jamani, ila tunashindwa kuelewa shida ni nini. Pini tunatembea nayo kulingana na nini. Sasa unajua tena watu ambao wanasema kwa hii pini ni dawa, kwamba yani kwamba wewe mwanaume sio kuonaye hapo kuzitembea nayo unakuja na vizuri. Wasao kidawa bebe huko mzigo, unakuta hamna mzigo, kwa fresh. Ila hili swala limekuja na lingine, inakuwa kama visa. Unakuta labda mtu ana visa na mtu anaamua kutengeneza hicho kipengele, tayari inakuwa nao tayari mtu anauawa kwa kitu ambacho sio cha uhakika. Akizungumza kuhusu hali hiyo, msemaji wa jeshi la polisi David Misime alitoa onyo kali kwa wananchi, akisisitiza kuwa madai ya wizi wa nyeti hayana ukweli wowote. Alieleza kuwa uchunguzi wa kitabibu umefanyika kwa baadhi ya waliodai kupoteza sehemu zao za siri na kubaini kuwa walikuwa katika hali ya kawaida kabisa. Hata hivyo, madhara ya uvumi huo yamekuwa makubwa, ambapo watu kadhaa waliweza kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa baada ya kushambuliwa na makundi ya wananchi waliokuwa na hasira. Akaja kwanza wa pikipiki akawa anatufukuzia nyuma, akasema bana, huyu mtu bana, hebu huyu jamaa mshushe. Kwani alikuwa amekuja pale anaanza kumtetea mtu aliyechukua mzigo wa mtu pale. Watu wakaanza kunipiga na mawe hivi, wapiga, najitetea, naambia jamani, mimi sina kosa, mimi nilikuwa napita njia, nimeenda kushangaa tu. Kwa kweli serikali mimi naiomba itupambanie kwenye hili market, hali tutaanza kuuana. Naomba serikali iangalie sana kuhusu hili jambo, maana sisi wengine ni watu ambao tumekulia hapa. Jeshi la polisi limeendelea kusisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kusambaza taarifa za uongo au kuchochea vurugu. Wananchi wametakiwa kuwa watulivu, kufuata sheria pamoja na kutojihusisha na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi ambavyo vinaweza kuhatarisha maisha ya watu wasio na hatia. Tukio hili linaonyesha nguvu ya uvumi katika jamii
na jinsi taarifa zisizo na uthibitisho zinavyoweza kuleta madhara makubwa. Ni muhimu kwa kila mmoja kuchukua tahadhari na kuhakikisha anachunguza ukweli kabla ya kuamini au kusambaza taarifa yoyote. Na mpaka hapa napofika tamati, endelea kuwa nami kupitia Koplo Media kwa habari mbalimbali za kitaifa pamoja na kimataifa.